ونعوذ بك من شر فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, leo nilipendelea tuzungumzie kuhusu habari ya nyumba ya Muislam, sifa zake na athari zake. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yetu sisi na nyinyi pia, atujalie Mwenyezi Mungu tuwe na nyumba zenye imani, kwa sababu ziko nyumba nyingi ambazo tunaziona, nyingine hazina imani na nyingine zina imani. Lakini hizi nyumba ambazo zina imani, hata kama nyumba hizo zitakuwa ni ndogo kiasi gani, zitakuwa finyu kwa watu wake kutokana na udogo wa majengo yake, lakini nyumba hizo zitakuwa ni fasiha, zenye wasaa na nafasi kubwa, kwa sababu ya imani iliyomo ndani yake. Na ikiwemo imani katika nyumba, bila shaka kunapatikana matendo mema vile vile. Yakipatikana matendo mema, ndani yake kutapatikana utulivu, ndani yake kutapatikana matumaini. Kwa sababu gani yapatikane yote hayo? Kwa sababu yasingekuwepo mambo mema, isipokuwa ni kwa sababu nyumba hizo yudhkaru fiha Allah, ndani ya nyumba hizo kutakuwa kunakumbukwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutokana na haya ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul baiti alladhi yudhkaru fihi Allah walladhi la yudhkaru fihi Allah kamathali alhayy walmayyit, mfano wa nyumba ambayo ndani yake anatajwa Allah na ile nyumba ambayo ndani yake hatajwi Allah, basi ni mfano wa aliyeko hai na maiti, ni mfano wa mtu aliye hai na mtu aliyekuwa ni maiti. Na tukiangalia mtu aliyeko hai na aliyekuwa maiti, bila shaka kuna tofauti kubwa kabisa baina ya vitu hivi viwili. Na hivyo hivyo nyumba ambayo anakumbukwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iliyojaa ndani yake iman, iliyojaa ndani yake taa, nyumba hii itakuwa ni nyumba iliyosimama katika takwa. Na nyumba iliyosimama katika takwa, au nyumba iliyojenga katika takwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisifu kwa kusema, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma dhalimin. Je, yule ambaye ameasisi jengo lake katika uchamungu wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, huyu atakuwa ni bora au yule ambaye aliasisi jengo lake pembezoni, ukingoni mwa shimo, na kutokana kwamba amejenga pembezoni mwa shimo, shimo lile likamtelezesha akatumbukia katika moto wa Jahannam? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaongoi watu madhalim. Tukiangalia aya hii, tukiitizama kihistoria ilivyotokea, ni kwamba wanafiki walijenga msikiti karibu na msikiti wa Quba, msikiti wa Mtume
ulioko nje ya kitongoji cha nje ya mji wa Madina. Na msikiti huu wanafiki walijenga msikiti mwingine ili kuwafarakisha watu na kuwatawanya watu kwa kujenga msikiti mwingine karibu na msikiti huo, na walikuwa wamekusudia kufanya njama mbalimbali za kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwadhuru masahaba kwa kujenga msikiti huu. Walikuwa wakamwalika Mtume aende katika ule msikiti kwa lengo la kumdhuru, lakini akasema sasa hivi kwanza nakwenda katika safari, nikirudi nitapita. Lakini aliporudi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamshushia wahi na kumzuia asiende katika msikiti ule. Lakini aya hii leo tunaitumia katika maudhui yetu hii kwamba mtu aliyejenga jengo lake, lakini amejenga jengo lake katika takwa ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amelijenga jengo lake katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, huyu atakuwa ni bora au yule aliyejenga jengo lake kwa ajili ya shari? Bila shaka hawatakuwa bora. Kwa hivyo utakuta kwamba madhumuni tuliyotumia hii aya tumetumia kwa madhumuni mengine, lakini sababu ya kuteremka aya hii imeteremkia jambo jingine. Lakini kwa nini tukafanya hivi? Kwa sababu mashekhe wetu wanatuambia aya za Qur'ani tunatakiwa tuzitumie kwa kuangalia maudhui ya aya inazungumzia nini. Wanasema katika kauli yao, al-ibratu liumumi lafdhi, mazingatio ya aya tuyatumie, tuyachukue kwa kuangalia aya yazungumzia nini, maneno yaliyopo katika aya yazungumzia nini, la bikhususi sabab, tusiangalie mara zote khususi sabab, yani sababu iliyoteremshiwa aya hiyo. Tukilazimisha kwamba wakati wote tutumie sababu iliyoteremshiwa hiyo aya, basi kuna baadhi ya aya itakuwa leo hatuwezi kuzitumia katika mazingira yetu, kwa sababu sababu zilizoteremshiwa aya hizo zimeshapita zamani wala hazijirudii tena. Kwa hivyo tunaangalia ile aya japo kwa ilishukia katika suala la msikiti, lakini kwa sababu imezungumzia jengo, kwa hivyo tunazungumzia jengo la familia, jengo la Muislamu analolijenga kuanzisha familia yake. Kwa hivyo kitu muhimu tunachokipata katika aya hii ni kwamba mtu atakapoamua kujenga jengo la familia, kuweka familia yake na kuishi humo, basi atangulize uchamungu katika kuanzisha hiyo familia. Kwa hivyo basi, walidhalika, na kwa sababu hiyo, enye ndugu wa ummin, imekuwa ni lazima kwa kila mtu amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale atakapomjalia kuwa na uwezo wa kuweza kuandaa nyumba ya Kiislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa muda wote katika maisha yake alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ikifika usiku kabla hajalala, basi alikuwa akimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii kubwa ya kumjalia kuwa na nyumba ya Kiislamu. Neema hii, kwa neema hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kila usiku akitaka kulala katika godoro lake, alikuwa anasema alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa ahwana. Alikuwa anasema hivyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulisha, akatunywesha, akatutosheleza, akatuhifadhi. Wa kam mimma la mut'ima lahu. Naona wangapi watu waliopo leo ulimwenguni ambao hawana wa kuwalisha, hawana wa kuwatosheleza, hawana wa kuwasaidia, hawana wa kuwahifadhi. Tunaona leo, enyi ndugu Waislamu, katika ulimwengu, pembe nyingi za ulimwengu yanayotokea katika ulimwengu huu, wangapi katika watu waliokuwa wametawanyika sehemu mbalimbali, hawana makahazi, hawana hifadhi. Wangapi katika watu wamekuwa na madhaifu, wameshindwa kuweza kumiliki pahala pa kuweka familia zao, wanazurura, hawana chochote cha kuwasaidia katika maisha yao, kama vile tunavyoona hali ya ndugu zetu wa Palestina, ndugu zetu wa Gaza, ndugu zetu wa Syria, ndugu zetu wa Yemen wanavyoteseka na maisha.
Hata ndugu zetu wa Sudan wanateseka na maisha kutokana na vita ambavyo wanapigana wenyewe kwa wenyewe, ambavyo kwa namna yote vile vimepangwa na kusaidiwa na maadui Waislamu bila ya wao wenyewe Waislamu kujua. Kwa hivyo hayo yote yamepelekea Waislamu katika sehemu hizo kukosa utulivu, kukosa nyumba za kuweza kukaa na kuendesha familia zao. Kwa hivyo wangapi katika watu kama hao ambao wanaishi katika majangwa hawana sehemu, wanaishi katika mabaraza, wengine katika miji hawana sehemu za kukaa. Naona hiyo ndio hali inayoendelea katika ulimwengu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokuwa amekujalia wewe ukawa wewe unayo sehemu ya kuishi na watoto wako na wake zako, basi kimbilia umuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru akuzidishie kheri katika nyumba hiyo, na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema hiyo. Kwa hivyo neema ya kuwa na nyumba, neema ya kuwa na nyumba, yani familia ya Kiislamu ukawa nayo pahala umekaa, bila ya kuangalia kwamba hiyo nyumba ina ukubwa gani, ina upana gani, ina uzuri gani. Muhimu ni nyumba ambayo ndani yake wamo watu wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akiishi pamoja na wake zake, alikuwa akinyanyua mkono kupeleka juu, basi anagusa dari yake, anagusa dari ya nyumba yake. Na alikuwa mpaka ile sehemu anayosali saa nyingine, kama mke wake ameamua kujinyoosha na kulala, basi inakuwa haitoshi yeye kusali bila kugusa miguu yake. Kwa hivyo alikuwa anasali, ikifika wakati wa kusujudu, yule bibi mke wake Mtume anakunja miguu Mtume apate kusujudu, lakini akimaliza kusujudu, akinyanyuka kwenda juu, yule mke wake ananyoosha miguu yake kama kawaida, kwa sababu nyumba iko finyu, iko ndogo kabisa. Lakini kwa kuangalia maana ya nyumba tunayokusudia, basi nyumba hii tunasema ilikuwa ni nyumba yenye wasaa mkubwa, yenye nafasi kubwa, kwa sababu ya imani na mambo mema yaliyokuwa yakifanyika katika nyumba hii. Kwa hivyo tuangalie mambo gani ambayo yakiwa yatafanywa tunaweza kupata nyumba ya Muislamu. Na kama tukipata nyumba ya Muislamu moja, Muislamu huyu mmoja akasababisha jirani yake naye akawa na nyumba ya Kiislamu, na jirani naye akasababisha jirani yake akapata nyumba ya Kiislamu, zikawa nyumba za Kiislamu nyingi, ndio zimekusanyika, tunapata kijiji cha Kiislamu. Halafu tutapata mji wa Kiislamu, halafu tutapata nchi ya Kiislamu, kwa sababu tuna nyumba zilizokusanyika katika sehemu hiyo moja mpaka kutimiza nchi ya Kiislamu. Lakini tujue kwamba nyumba ya Kiislamu ni kwenda katika kupata nchi ya Kiislamu. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ya kutegemewa katika kutengeneza nyumba ya Muislamu, basi anasema huwa salahu zawjain, ni kupatikana kwanza wema kwa mke na mume. Kwa hivyo baba na mama hawa wawe ni watu wema. Wakiwa watu wema hawa wanaanza kutengeneza nyumba ya Kiislamu, basi bila shaka nyumba hiyo itakamilika, kwa sababu misingi miwili mikubwa kujenga nyumba hiyo imepatikana mizuri. Na kutokana na sababu hii ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza na akaamrisha katika kutafuta msingi wa kwanza kujengea nyumba hizi, akaamrisha kwamba tutafute mke mwema na tutafute mume mwema. Kama ni mke atafute mume mwema, na kama ni mume naye atafute mke mwema wa kuanzisha jengo hili la nyumba ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tunkahul mar'atu li arba, yani mwanamke anaolewa. Watu kwa kawaida wanatafuta mke na kwa sifa hizi nne. Wanatafuta mke lijamaliha wa lihasabiha wa linasabiha wa lidiniha. Watu wanatafuta mke kwa sababu ya uzuri, wanatafuta mke kwa sababu ya cheo, wanatafuta mke kwa sababu ya nasab, wanatafuta mke kwa sababu ya dini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia fadhfar bidhati din taribat yadaka, tafuta mwanamke mwenye dini, kwa sababu hapa utapata baraka, utapata mafanikio. Anasema dhatu din, mwanamke mwenye dini, idha nadharta ilaiha sarratka, ukimwangalia atakufurahisha. Mwanamke mwenye dini, sio mwenye sura nzuri
mwenye dini ukimwangalia atakufurahisha. Wa in amartaha ata'atka, na ukiwa utamwamrisha basi atakutii. Wa in ghibta anha, na kama utaondoka ukamwacha yuko peke yake, hafadhatka, atakuhifadhi, atahifadhi heshima yako, atahifadhi mali yako, atahifadhi vitu vyako vilivyopo pamoja naye. Mwanamke wa aina hii ni mwanamke ambaye anasimamia na kuhifadhi haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na kama ameweza kuhifadhi haki za Allah subhanahu wa ta'ala, atahifadhi pia haki zako wewe kama mume. Kama annahu, hivyo hivyo pia kama tulivyowajibishwa kwa mke kutafuta mume mwema, vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza kutafuta mume mwema vile vile. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutufundisha kutafuta mume mwema, ametuambia idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni yule mtu ambaye mnaridhika na dini yake, mnaridhika na tabia yake, basi muozesheni. Angalia katika hadithi hiyo yametajwa mambo mawili, imetajwa dinun wa khuluqun, yani imetajwa dini, imetajwa na tabia. Kwa hivyo lazima ipatikane dini, ipatikane na tabia. Aweza mtu akawa na dini lakini akawa hana tabia nzuri, itakuwa haijatosha. Na aweza mtu akawa ana tabia nzuri lakini hana dini, pia hiyo haijatosha. Lazima ipatikane dini wa khuluq, na tabia njema. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akukujieni mtu mwenye dini na tabia akataka kuoa kwenu lakini msimwozeshe, anasema illa, kama hamkumwozesha, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, itatokea fitna kubwa katika ardhi, katika dunia, na ufisadi mkubwa kabisa. Kwa hivyo angalieni hivyo vitu viwili, hivyo ni vya kutumia katika kuchagua mume bora wa kuozesha watoto wetu. Anasema famanibtulia bisharikin ghairi salih, tumesema kwamba hapa mke atafute mume mwema na mume atafute mke mwema. Sasa nasaha hizi hakuzipata, lakini kajishtukizia tayari kashaolewa na mume muovu, kajishtukizia tayari kashaoa mwanamke muovu, si mwema. Nini afanye? Amwache? Hapana, lakini fa alaihi bidua, anatakiwa mwanamume huyo au mwanamke huyo amuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qawlan wa fi'lan, kwa vitendo na kwa kauli. Ajaribu kumrekebisha mshirika wake, ajaribu kumwelekeza, ajaribu kumwombea dua kila wakati, hata yusliha Allahu lahu sharika, mpaka Mwenyezi Mungu atakapomjalia akamtengenezea mshirika wake akawa mwema, wakaendelea katika jengo hili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hili anatuambia, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na nafsi za wake zenu na waume zenu, zikingeni na moto, moto ambao waquduha nnasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakutuambia kwamba tuachane nao wake zetu waliokuwa sio, au tuachane nao waume waliokuwa sio, lakini tuwaokoe, tuwakinge kwa kuwaelekeza na kwa kuwaombea dua mpaka wakae sawa. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ya kutegemea katika kutengeneza nyumba ya Muislamu ni kupatikana as-salahu az-zawjaini, wema kwa washirika wawili, mume na mke. Tukija katika nguzo ya pili ya kutengeneza nyumba ya Muislamu iliyokuwa nzuri, anasema ni taqwa. Wa maana dhalik, na maana ya kuwa na taqwa katika nyumba ni kwamba wote waliomo katika nyumba hiyo lazima wawe yuadhimuna Allah ijlalan lillah, yani wamtukuze Mwenyezi Mungu, wamtakase Mwenyezi Mungu, wamhofu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia wampende Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ili uweze kuyafanya yote haya kwa urahisi kabisa, utangulize mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala Allahu, na kutokana haya amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aya inasema walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay
kullu mri'in bima kasaba rahin, na wale watu ambao wameamini Mwenyezi Mungu, wakamcha Mwenyezi Mungu, wakafanya mambo mema, lakini pia wattabaatkum dhurriyatuhum, watoto wao vizazi vyao pia vikawafuata katika jambo hilo, basi anasema japo kuwa hawakufikia katika daraja ya wazee wao, lakini kwa sababu waliwafuata wazee wao katika kufanya mema, basi anasema alhaqna bihim dhurriyatahum, anasema tutawanyanyua kwao hao watoto wao, watakuwa daraja moja na wazee wao katika pepo na katika malipo, na wala hawatapunguziwa katika amali zao chochote kile. Kila mtu kwa kile alichokifanya basi atakikuta kimehifadhiwa na atalipwa. Kwa hivyo ni muhimu sana, ucha Mungu ni sababu ya pili ya kuweza kupata nyumba nzuri. Wahakikishe baba na mama wacha Mungu na watoto wao vile vile walelewe katika ucha Mungu. Hivyo ndio tutaweza kufikia kujenga nyumba hiyo. Anasema jambo la tatu la kuweza kujenga nyumba hiyo, anasema kathratu salati fil baiti, yani watu wakithirishe kusali katika nyumba zao. Wanawake ni kawaida wao wanasali nyumbani mwao, wanasali faradhi zao, wanasali suna zao, lakini hapa tunakusudia sana wanaume wasali sala nyingi za sunna za nyongeza, wazisali nyingi sana nyumbani mwao kuliko kusali msikitini. Msikitini waziache sala za maktuba, sala za fardhi, wazisali sala hizi nyingine za sunna na za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wazisali kwa wingi nyumbani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna afdala salati ar-rajuli fi baitihi illa al-maktuba, hakika sala bora kabisa ya mwanamume ni ile atakayosali katika nyumba yake, illa al-maktuba, isipokuwa sala ya fardhi, lakini nyingine zozote ni bora zile atakazozisali nyumbani. Sali fardhi yako msikitini, ukija nyumbani sali sunna yako na nafila yako. Waqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, msijalie nyumba zenu kuwa ni kama makaburi. Sallu fi buyutikum, salini katika nyumba zenu. Naona wakadhalika kana Nabii sallallahu alaihi wasallam yatanaffalu fi baitihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali nafila nyumbani mwake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu ayyuha nasu fi buyutikum, salini enyi watu katika majumba yenu, fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi, hakika bora ya sala ni ile sala ya mtu atakayosali nyumbani kwake, illa almaktuba, isipokuwa sala ya fardhi. Sala ya fardhi ni bora ile atakayosali msikitini kuliko atakayosali nyumbani kwake. Wa fi Bukhari, na katika hadithi za Bukhari anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan, jalieni katika majumba yenu katika sala zenu, wala msiyafanye majumba yenu makaburi. Na katika sahihi Muslim vile vile imekuja, idha qadha ahadukum as-salata fil masjid, atakaposali mmoja wenu sala yake msikitini, anasema falyaj'al li baitihi nasiban, basi ajalie fungu kwa special la sala katika nyumba yake, katika sala zake sali nyingine nyumbani. fa inna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kujalia katika nyumba yake, kwa ile sala yake anayosali nyumbani, basi ikapatikana kheri kwa zile sala zake. Yani mtu akiwa anasali sala hizi za sunna nyumbani kwake, zinaleta athari kwa wake zake, zinaleta athari kwa watoto wake, na kwa watakaokuja majirani zake, wageni watakaokuja wakimuona anasali, basi ile ni somo, ni funzo la kuwapa na linaleta kuwakumbusha na mambo ya kheri ya kufanya. Kwa hivyo mtu aziweke hizo sala kusali nyumbani kwake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akajalia kheri kubwa katika sala hizo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhadithia
watu wa peponi watakavyokuwa wanaeleza hali yao waliokuwa nayo majumbani mwao hapa duniani. Anasema yaquluna yauma alqiyama, watu wa peponi watakuwa wanasema siku ya kiyama, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhaba as-samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim. Yani watu wa peponi watasema, hakika sisi tulikuwa kabla huko, tulikuwa katika wake zetu, watoto wetu, katika majumba yetu, mushfiqin, tulikuwa ni watu wapole, wataratibu, wenye kunyenyekea, wenye kufanya ibada katika majumba yetu. Famanna Allahu alaina, Mwenyezi Mungu akatuneemesha, wa waqana, na akatuokoa na adhabu ya moto. Kwa hivyo inaonyesha kufanya ibada katika majumba pamoja na watoto wetu wakawa wanatuona, wake zetu wanatuona kwa nyumbani tunafanya ibada, hili jambo lina athari kubwa, mpaka hawa watu wa peponi watajisifu kwa jinsi walivyokuwa wakiishi katika majumba yao kwa kufanya ibada katika majumba yao. Kwa hivyo suala la kusali sala za sunna nyingi ni moja katika nguzo muhimu ya kuweza kutengeneza, ya kuleta athari, kutengeneza nyumba ya Muislamu. Lakini tukiangalia nukta ya 4, anasema kathratu dhikr, yani uwingi wa dhikr katika nyumba. Uwingi wa dhikri katika nyumba. Dhikri ziko namna nyingi. Kuna dhikri ya matendo mema, mtu akifanya matendo mema tu ile tayari ni dhikri, akisali ni dhikri. Lakini pia kuna dhikri ya kutamka na kusema subhanallah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Naona hizi subhanallah walhamdulillah, naona hizi unazisema, hizi ni dhikri hizi. Lakini hapa tunataka tutilie mkazo dhikri hizi zifanyike, lakini zaidi vile vile adhkar al-yawmiya. Kuna adhkar al-yawmiya, yani zile dhikri za kila siku, yani vitendo vyetu vya kila siku tunavyofanya, kila kitendo kina dhikri yake, kina dua yake. Kwa hivyo ukiifanya hiyo, ifanye na ile dhikri yake. Kwa mfano, kuna dhikri dukhul ila albayt, yani dhikri ya kuingia katika nyumba. Dhikri alkhuruj min albayt, dhikri ya kutoka katika nyumba. Kwa hivyo ukiingia katika nyumba kuna dhikri useme, na ukisha kuisema ukiingia katika nyumba unatoa assalamu alaikum, assalamu alaikum, pia ni dhikri katika nyumba. Na ukitoka vile vile unasoma dua ya kutoka katika nyumba. Ukiingia chooni unaingia chooni kwa dhikri ya kuingia chooni, na ukitoka chooni unaleta dhikri ya kutoka chooni. Wakadhalika alhal, kikiwekwa chakula kwa ajili ya kula, unaleta dhikri ya kuanza kula, nayo ni kusema bismillahir rahmanir rahim. Na ukimaliza kula unaleta dhikri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na kile chakula. Lakini pia kuna dhikri ya kupanda kitanda na kwa ajili ya kulala, yani usome dua ya kulala, na unapoamka vile vile usome dua ya kuamka. Unaona hizi dhikri hizi mtu akizitekeleza zote, basi zina athari kubwa katika kutengeneza nyumba ya Muislamu. Kama tulivyotangulia kusema, mathalul baiti alladhi yudhkaru fihi Allah walladhi la yudhkaru fihi Allah kamathalil hayy wal mayyit, mfano wa nyumba ambayo itakuwa anatajwa Mwenyezi Mungu katika kila kitu kinachofanyika, Mwenyezi Mungu anatajwa, na nyumba ambayo Mwenyezi Mungu hatajwi, basi ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Tukija katika nguzo nyingine ambayo inaweza kujenga nyumba ya Muislam, alilmu wal amal, yani ni watu kusoma na kutekeleza kile walichokisoma. Yani watu wausome Uislamu halafu wautekeleze Uislamu kwa vitendo. Kuna vitu vingi ambavyo Muislamu anatakiwa avisome na wafundishe watoto wake, afundishe familia yake. Kwa mfano, suala la kukidhi haja, mtu kwenda chooni. Kwa hivyo kuna namna gani mtu anakwenda chooni, anaingia chooni kwa mguu gani, anatoka kwa mguu gani, lakini akifika chooni kuchutama kwake atachutama namna gani, lazima hicho kifundishwe. Namna ya kujisafisha lazima ifundishwe namna gani anajisafisha, ikiwa ni kwa kutumia madongo istinja au kwa kutumia maji. Lakini vile vile afundishwe watoto katika familia nzima, katika nyumba, wafundishwe namna ya kutia udhu, wafundishwe namna ya kukoga, wafundishwe namna ya kusali,
wafundishwe namna ya kufunga, wafundishwe namna ya kutoa zaka, naona, wafundishwe namna gani kuwaunga jamaa na ndugu zao, wafundishwe kwa ujumla namna gani tutamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ujuzi na sio kwa ujinga. Wafundishwe pia wanafamilia namna gani wataweza kuwafanyia ihsan majirani zao. Mambo yote haya katika Uislamu ni mambo matukufu. Subhanahu wa Ta'ala, waman yu'adhim hurumati llah fahuwa khairun lah, mtu yoyote yule ambaye anatukuza mambo matukufu haya ya Mwenyezi Mungu, basi hiyo ni bora kwa yeye inda rabbihi, kwa Mola wake. Kwa hivyo suala la watu kufundishwa mambo haya, tena watu wasione haya katika kufundishwa, ya kuwafundisha watoto wao, wasisubiri vyuoni wafundishwe chuoni, wasisubiri kufundishwa skuli, lakini haya madrasa yafanyike katika majumba yetu, kwa sababu sehemu zote leo wanazofundishwa watoto, basi ile hima ya ufundishaji imepungua. Kwa hivyo lazima majumba yafanye kazi ili kuweza kuziba pengo lile linalokosekana katika madrasa na maskuli yetu. Lakini pia tukija katika jambo jingine ambalo linajenga msingi madhubuti katika kujenga nyumba ya Muislam ni alhayau. Alhaya manake ni kuona haya, kuona haya, unafanya haya, yani unashindwa kufanya baadhi ya mambo wanapokuwepo watu, unastahi. Lakini pia haya zaidi inatakiwa istihya min Allah, yani kumwonea haya Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba hata ukiwa uko peke yako Mwenyezi Mungu anakuona, basi uone haya vile vile kufanya mambo yalikuwa hayastahiki. Anasema la yati alhayau la yati illa bikhairi, siku zote haya ikiwepo haitoleta chochote isipokuwa italeta kheri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kutokuwa na haya na anatuhimiza tuwe na haya. Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka watu waone haya, anasema dhamma ar-rajul alladhi yufdhi ila zawjatihi thumma yakshifu sirraha, na hivyo hivyo dhamma almar'ata allati tufdhi ila zawjiha thumma takshifu sirrahu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsema vibaya mwanamume yule ambaye atakuwa anaingiliana na mke wake, lakini kisha anatoa siri za mke wake, anatoa udhaifu wa mke wake. Na hivyo hivyo mwanamke anayekuwa na mumewe siri, lakini halafu akitoka hapo anatoa siri za udhaifu alionao mume wake. Anatakiwa kila mmoja aone haya, aone aibu ya kutoa siri za mwenzake. Kuna wanaume wengine wanakuwa, hata wanawake pia, yani hili jambo la kibinadamu, anaweza kuwa nalo mwanamke, anaweza kuwa nalo mwanamume, lakini yoyote atakayekuwa nalo anatakiwa amuone haya mwenziwe kumtangazia na kuambia watu wengine jambo hili. Kwa mfano, kuna kitu mashuhuri sana, anaweza kuwa mwanamume anakojoa kitandani, yani wako watu wana maradhi ya kukojoa kitandani, au pengine mwanamke anakojoa kitandani. Sasa anatakiwa kila mmoja alinde hiyo siri ya mumewe, alinde hiyo siri ya mkewe, na akae naye na mkewe hivyo hivyo, atafute njia za kumtibu, za kuweza kumuepusha na jambo hilo, na kama ikiwa halikuwezekana basi wasaidiane hivyo hivyo, lakini bila ya kutoa hiyo siri. Thawabu ngapi utapata, wema wangapi utapata kwa kuficha siri hiyo? Lakini kwa masikitiko makubwa yanatokea mengi, wako wanaume wanashindwa na jambo hilo na wanakuwa wanatoa siri, au mtu anaamua kumwacha, anaamua kumwacha, au mwanamume vile vile na mwanamke vile vile anashindwa kuzuia hiyo siri, anaamua kutoa siri, kukashifu, au saa nyingine anaamua kwamba adai talaka kwa nguvu kwa sababu tu mumewe ana dosari hiyo. Kwa kweli mwanadamu kama hajafa, hajaumbika, hajamaliza kuumbika, jambo hilo unalomuona analo mwenziwe linaweza kukufika wewe wakati wote vile vile. Je, na wewe ukataliwe kwa sababu limekufika jambo hilo? Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatakiwa watu kuvumiliana na kutoa hizo siri, mtu aone haya, aone aibu. Kwa hivyo haya ikipatikana katika nyumba, basi nyumba hiyo itahifadhika heshima yake baina mke na mume, lakini pia watoto
watahifadhika sana, kwa sababu wazee wao wana haya, wazee wao wana aibu. Na miongoni mwa mambo ambayo yanavunja haya, mambo ambayo yanavunja haya katika maisha yetu ya leo ni haya mambo tunayoangalia katika michezo za filamu mbalimbali, ambayo wanakaa pengine familia, baba na mama na watoto wao wanakaa wanaangalia. Katika michezo hii yanaonyeshwa mazingira ambayo si mazuri, si mazuri mtoto kuyaona, kwamba japo pengine wamekaa tu, lakini namna ya ukaaji wa mke na mume vile wanavyokaa wakiwa wako peke yao unaonyeshwa kwenye TV pale, watu wanaangalia, baba na watoto wanaangalia. Kwa kweli si nzuri, ule ukaaji tu si mzuri. Sikwambii sasa iwe wamelala, sikwambii sasa wanafanya mambo mengine ambayo watu wazee na watoto wao wanakaa wanatizama. Jambo hili kwa kweli linaondosha haya, linaondosha aibu, na linapelekea mambo machafu machafu kufanyika katika nyingi kati ya familia. Tatizo lake limekuwa tumefanya mambo ambayo yamevunja haya. Haya ni kitu kikubwa kabisa cha kuweza kutuhifadhi mwenendo wetu na tabia zetu na nyumba zetu kwa ujumla. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia masahaba, istahyu min Allahi haqqa alhaya, muoneni haya Mwenyezi Mungu, haki ya kumwonea haya. Masahaba wakauliza, kaifa dhalika ya Rasulullah, vipi tutaweza kumwonea haya Mwenyezi Mungu, haki ya kumwonea haya? Kwa sababu sisi tuwaona tumuonea haya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, hapana, lakini haqqa alhaya ni ipi? Anasema an tahfadha ar-ra's wama wa'a, naona, walbatna wama hawa, wa tadhkuru albayta walmauta walbila. Yani mtu akumbuke, yani mtu ahifadhi kichwa, wama wa'a, akihifadhi kichwa chake, na wama wa'a, na vilivyomo ndani ya kichwa. Yani hichi kichwa kinatakiwa kuhifadhiwa. Kichwa ni kiungo muhimu ambacho kinatumika katika kheri. Mtu unaposali kichwa chako ndo unakipiga na chini, unasujudu pale. Kwa hivyo ni kichwa. Kwa hivyo hichi kichwa usije ukakitumia kwa kumsujudia asiyekuwa Allah, asiyestahiki. Lakini vile vile kichwa kina kazi ya kufikiri, kuamua, kupanga. Kwa hivyo ufikirie, upange, uamue mambo yaliyokuwa ya kheri, lakini usifikirie mambo yaliyokuwa ya shari. Lakini ndani ya kichwa pia kuna macho, kuna masikio, kuna mdomo, kuna ulimi, kuna pua. Vyote hivyo vinatakiwa vihifadhiwe, vitumike katika kheri na visitumike katika shari. Kwa hivyo antahfadha ar-ra's wama wa'a, hiyo ndio kuona haya, haki ya haya inavyostahiki kumwonea haya Mwenyezi Mungu. Lakini pia walbatna wama hawa, yani ulihifadhi vile vile tumbo na yale yaliyokusanywa na tumbo. Tumbo kuna vitu ambavyo vinakusanyika, yani tumbo likiwa limeshiba, na hivi vitu vinapata nguvu ya kuweza kufanya kazi. Kwa mfano, kuna mikono, kuna miguu, kuna tupu, zote hizo zimekusanywa na tumbo. Kwa hivyo hivi vitu vyote hivi vinatakiwa vihifadhiwe, vitumike kwa chini ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, visitumike vibaya, vihifadhiwe. Lakini pia tukumbuke nyumba ambayo tunakwenda kuishi baada ya uhai wetu huu, na hakuna nyumba nyingine isipokuwa ni nini? Ni nyumba ya kaburi. Anasema la daran lilmar'i ba'da almauti yaskunuha illa alladhi kana qabla almauti yabniha, mtu hana nyumba ya kuishi baada ya kufa kwake isipokuwa nyumba yake ni kaburi lake. Kwa hivyo kila wakati tulikumbuke kaburi, vipi tunalitengeneza kaburi kutokana na matendo yetu tunayoyafanya, ili hili kaburi kadri tutakavyotengeneza katika matendo yetu ndivyo litakavyokuwa, na tukilipuuza basi vile vile litakuwa baya vile vile kama tulivyolipuuza. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo yatatujengea nyumba nzuri, nyumba ya Muislamu kama vile ambavyo inatakiwa iwe. Tukitoka hapo, alhaya vile vile anasema tukumbuke mauti. Katika kuona haya lazima kukumbuka mauti, lakini vile vile kukumbuka walbila. Bila maana yake ni kukumbuka tunapokufa tukatiwa katika kaburi tukazikwa, tunachakaa, viwili vyetu vinaoza, alafu baadaye inachakaa inakuwa mifupa, nayo pia mifupa inafukutika. Kwa hivyo tukumbuke
yetu tutakavyokuwa mifupa. Nini kitakachokutunusuru wakati huo? Hakuna chingine chochote isipokuwa matendo yetu mema ndiyo yatakayotupelekea kutuokoa katika hali hiyo ngumu. Alhayau aidan, na katika kuona haya vile vile tusisahau kuona haya katika namna ya nguo gani za kuvaa. Yani mtu avae nguo zokuwa zinamstiri, nguo zinamhifadhi, asivae tu nguo ovyo ovyo, unaona. Lakini pia katika haya vile vile kuna al-istidhan, kuna kuomba ruksa, kupiga hodi. Ile istidhan ile ni kitendo kimojawapo cha kuona haya, unaona. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha mpaka katika nyumba, nyie mnaokaa ndani ya hiyo nyumba yenu, nyote mumo ndani ya nyumba zenu, basi mmoja akitoka katika chumba chake kwenda chumba cha mwenziwe lazima apige hodi. Naona watu wote wapigishiane hodi. Baba akienda kwa watoto wake apige hodi, watoto akienda kwa wazee wao apige hodi, yani mke akienda kwa mumewe apige hodi, mume akiingia chumbani kwa mkewe apige hodi. Yani al-istidhani inatakiwa iwepo, watu waombane ruksa, wapigishiane hodi wanapoingia katika hizo sehemu. Anasema walikuwa wameruhusiwa kuto kuingia bila kupiga hodi watoto wadogo wadogo, na watumwa wameruhusiwa wao wasipige hodi, wanaweza wakaingia tu. Lakini hata hao watoto wadogo nao wameambiwa idha balagha alhulma, wao pia watakapofikia katika umri wa balighi na wao pia wapige hodi. Yani watoto wadogo wameruhusiwa kuingia kwa baba zao na mama zao bila kupiga hodi katika nyakati zote isipokuwa nyakati tatu, kwamba na wao wapige hodi hizi nyakati tatu. Nyakati tatu hizo ambazo umetakiwa lazima kupiga hodi ni wakati kwanza, anasema min qabli salati alfajiri, yani kabla ya sala ya alfajiri. Kabla ya sala ya alfajiri, alfajiri kubwa ile watu hawajaamka kwenda kusali alfajiri, muda ule wakitaka kwenda kwa wazee wao lazima wapige hodi. Naona wapige hodi, waruhusiwe ndio waingie. Lakini vile vile anasema min ba'di dhahira, yani ule wakati wa dhuhuri, baada ya chakula cha mchana, watu wanajipumzisha pale, unaitwa wakati wa qailula, wa kujipumzisha kidogo na kulala. Muda ule pia wanatakiwa wapige hodi, wasiingie tu. Lakini vile vile baada salati al-isha, baada ya sala isha, hata watoto wadogo nao wanatakiwa wapige hodi, wafundishwe adabu hizi nyakati tatu ambazo watu wanapunguza nguo zao, wanakuwa wako nusu nusu. Kwa hivyo watu wote wakiingia katika sehemu hizo, hata watoto wadogo wapige hodi, hawaruhusiwi kuingia. Hii ni katika suala moja ambalo linatuletea sisi kuona haya. Mtu mmoja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba je, mimi astadhinu ala ummi, je mimi nipige hodi nikienda kwa mama yangu nipige hodi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, atuhibu an taraha ariyan au atuhibu an taraha uryanan, je unapendelea kwamba umuone mama yako yuko uchi? Qala la, akamwambia hapana, sipendelei hilo. Akamwambia idhan fastadhin ala ummika, kwa hivyo basi omba ruksa, piga hodi utakapotaka kuingia kwa mama yako. Kwa hivyo jambo hili litakapokuwa limehimizwa katika nyumba, watu wanalifanyia kazi, watu wote wanapigiana hodi katika majumba, basi itawapelekea watu kuona haya. Mtu mke wake au mtu mume wake, na pamoja na kuwa ndio mume wake, kila atakachokiona mkewe, kila atakachokiona hakina tatizo, lakini kuna mazingira ambayo pengine mke hapendi kuonekana na mumewe. Katika mazingira hayo anataka mwenyewe afanye siri mambo yake. Kwa hivyo mume hatakiwi kuingia tu kwa mkewe bila kupiga hodi, lakini apige hodi. Na kutokana na hili kuna mafunzo yanasema kwamba kama mume amesafiri lakini akarudi kwa nyakati za usiku, basi asiende moja kwa moja nyumbani kwake, lakini atafute pahala ajibanze, alale, aingie nyumbani kwake asubuhi au mchana kweupe. Lakini kama wakati watu wameshalala na yeye kenda safari, akirudi basi asirudi nyumbani kwake usiku. Yote hiyo ni kuchunga nini? Kuchunga alhayau, kuchunga haya. Haya, tukitoka hapo katika sehemu ya kuona haya, tunakuja katika sehemu nyingine ambayo ni nukta muhimu katika kujenga nyumba ya Muislamu. Anasema at-taawun ala albirri wattaqwa, ni watu kusaidiana katika kufanya mambo mema, kusaidiana katika kufanya mambo ya uchamungu. Natakiwa lazima watu washirikiane
katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahimizane, wafundishane, wasaidiane katika jambo hili. Na suala hili la kushirikiana katika wema, kushirikiana katika uchamungu ni shiaru hadhihi al-umma, yani ni jambo tukufu kabisa, ni jambo maarufu kabisa kwa kila watu, si katika nyumba tu, lakini watu pahala popote watakapokuwa Waislamu wanatakiwa washirikiane katika wema na uchamungu. Kwa hivyo hili jambo linatakiwa pia lisikosekane katika nyumba ya Muislamu, lazima liwepo at-taawun ala albirri wattaqwa. Tunapokea hadithi kutoka kwa Bi Aisha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Bibi Aisha alikuwa akisali usiku, anasema wa idha autara, na anapofika kusali witri, qala, alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwamsha Bibi Aisha akimwambia qumi fa autiri, simama na ulete witri ya Aisha, ewe Aisha. Kwa hivyo ili suala la kumwamsha na yeye asali witri ni suala la kusaidiana katika wema na kusaidiana katika uchamungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusifia, anatuelezea hali ya Nabiyullah Ismail alayhi salam alivyokuwa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur fil kitabi Ismail, kumbuka au mtaje katika kitabu hichi cha Qur'ani, mtaje Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, hakika Ismail alikuwa ni mkweli katika ahadi zake, na alikuwa ni rasul, ni mtume, na alikuwa ni nabii. Naona alikuwa ni mtume, alikuwa ni wakana ya'muru allahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardhiya, alikuwa akiamrisha watu wake swala la kusali, akiamrisha kutoa zaka, na alikuwa mbele ya Mola wake, alikuwa kwa Mola wake ni mwenye kuridhia kwa kila jambo ambalo amejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika hili la kuhimizana, kusaidiana katika wema, inawezekana baadhi ya watu katika familia wakawa ni wazito, kadiri mnavyowahimiza, kadiri mnavyowakumbusha, lakini bado wakawa wazito. Lakini watu wasichoke, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia qu anfusakum alikum naran, yani zikingeni nafsi zenu pamoja na watu wenu katika familia, zikingeni na moto. Na katika hili ni kwamba lazima tusichoke kusaidiana, tusichoke kukumbushana, tusichoke kuhimizana, na ikitokezea kwamba mmoja wetu amekuwa ni mzito, basi tuwe tunamuombea dua. Wangapi katika watu ambao walikuwa ni wazito katika ibada, lakini kwa sababu ya dua walizokuwa wakiombewa tena na tena na tena na tena, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalainisha nyoyo zao, halafu na wao pia wakawa wema kama vile walivyokuwa wenzao katika familia. Kwa hivyo suala la dua ni muhimu kabisa kuwepo katika nyumba ya Muislamu, la kuombeana dua kila inapotokea tatizo kama hilo. Jambo jingine ambalo linajenga msingi katika nyumba ya Muislamu, anasema ikramul jar wa ikramu dhaif, yani kuwakirimu, kuwafanyia ikram jirani zetu na kuwafanyia ikram wageni wetu wanapokuja. Swala hili ni muhimu kabisa, yani mtu jirani yake ndio ndugu yake, ndio kila kitu chake. Kwa hivyo ajitahidi kumfanyia ihsan jirani yake, kwa kupelekea na zawadi, kwa kusaidiana katika misiba, katika shughuli, katika kila hali lazima awe anashirikiana, anamfanyia ihsani jirani yake. Na jirani yake akimwona kwamba anaharibikiwa katika ulezi, basi ajitahidi kumsaidia, kumuongoza, kumsaidia katika ulezi jirani yake. Sio kama tunavyofanya hivi leo, mtu manake anaishi na jirani yake, lakini ule msingi wake wa maji machafu anaopeleka kwenye nyumba ya jirani yake, kwenye mlango wa jirani yake, anampitishia maji machafu anayotumia, anampitishia kwenye mlango. Jambo hili halitakiwi. Unachotaka kukifanya, hata kama unahisi hakitamuudhi jirani yako, lakini alimdaji utakifanya kwenye upendo wa jirani yako, basi umpe taarifa na umuombe jirani yako kama nataka kufanya jambo kadha kadha kadha, halitakuudhi. Hata kama unajua halitamuudhi, lakini vizuri kuambiana na jirani yako kuliko kujifanyia tu mambo mengine yanamuudhi jirani, lakini unamfanyia. Kwa hivyo jirani amehimizwa sana katika kukaa na jirani. Kwa hivyo nyumba ya Muislamu ina haki ya ujirani, tukae na jirani zetu vizuri. Lakini pia wageni wetu wanaokuja katika nyumba, wageni wakija katika nyumba zetu wajisikie
wajisikie nafasi, wajisikie vizuri, wanapokewa vizuri, kwa ucheshi, kwa uchangamfu, wanakirimiwa hivyo hivyo. Kwa umaskini wetu tulionao, lakini mtu usimwonyeshe dhiki ulionayo akakujua kama huna hichi huna hichi, lazima ufiche ule umaskini wako kwa muda utakaoweza, mpaka jirani yako anaondoka, mpaka mgeni wako anaondoka, hajui siri iliyopo katika hali yako ya kimaisha. Kwa hivyo ni nguzo muhimu hii ya kujenga nyumba ya Muislamu. Leo majumba mengi yanakuwa hayatoi sapoti nzuri kwa wageni ambao wanakuja katika majumba, kiasi ambacho wageni wetu wanakuja, pengine alikusudia kukaa wiki, lakini hatimizi siku moja. Ile siku moja tu hiyo hiyo anaamua kuondoka, kwa sababu hakupata makaribisho mazuri katika nyumba. Kwa hivyo nyumba ya Muislamu inatoa makaribisho mazuri kwa wageni wanapokuja. Lakini pia tunataka tuharakishe kidogo hizi nukta zobakia ili tusitue muda mrefu zaidi. Lakini pia kuna almuhafadhatu ala alfitra, kuhifadhi maumbile. Kuhifadhi maumbile ni katika nguzo muhimu ambayo inatakiwa ipatikane katika majumba yetu. Wa mume ni mwanamme, kwa hivyo anatakiwa hifadhi maumbile yake ya uume wake, abakie kuwa ni mwanamme, na kadhalika mwanamke katika nyumba ahifadhi uuke wake, abakie kuwa ni mwanamke. Katika maisha yetu ya leo tunaona mambo haya yanafanywa vice versa, kinyume nyume. Leo mwanamume anajigeuza na kuwa mwanamke, na mwanamke anajigeuza na kuwa mwanamme, ima kwa vitendo, ima kiuhalisia. Yani anaweza kawa anafanya vitendo, mwanamme anafanya vitendo vya kike japokuwa yeye ni mwanamme, au mwanamke anafanya vitendo vya kiume japokuwa yeye ni mwanamke. Lakini pia kuna kujibadilisha, hasa physical, anajibadilisha anakuwa mwanamme au anakuwa mwanamke, kila mmoja anakwenda kwa mwenzake. Hii haitakiwi itokee katika nyumba ya Muislamu. Lakini pia kuna katika hili tunatakiwa tuwe na adamu tashabuhi, yani tusijifananishe, yani wanaume wasijifananishe na wanawake na wanawake wasijifananishe na wanaume, ikiwa katika kusema, ikiwa katika vicheko, ikiwa ni katika mwendo, ikiwa ni katika mavazi. Yote hayo hatutakiwi aina moja ijifananishe na aina ya pili. Wanaume hawatakiwi kujifananisha na wanaume katika mambo yote hayo, na kadhalika wanawake hawatakiwi kujifananisha na wanaume. Kila mmoja abaki na maumbile yake vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia. Lakini pia tuna fitra katika viwiliwili vyetu, kama vile nywele, kucha, ngozi, meno, vyote vile vinatakiwa kama Mwenyezi Mungu alivyoviumba, vitunzwe, vihifadhiwe, vienziwe kama vilivyo Mwenyezi Mungu alivyovijalia. Kwa hivyo mtu ana kucha, basi kama zilivyo zihifadhiwe, zikatwe vizuri, sio kama vile wanavyofanya baadhi ya watu, wakaweka makucha, wanafanya ni fashion kuweka makucha marefu, au inachaguliwa moja kucha inakuwa refu sana, inasafishwa, inapendeza, lakini kucha hilo refu haitakiwi. Si katika mila na desturi za nyumba ya Kiislamu kwamba iwe watu wana makucha marefu. Lakini vile vile nywele nazo pia zinatakiwa zihifadhiwe, zienziwe, zilingane na mwenye nywele. Mwanamke anajulikana yeye haruhusiwi kukata nywele, ni haramu mwanamke kukata nywele. Lakini mwanamume yeye si haramu kwake, japokuwa anaruhusiwa kuweka nywele. Lakini tuangalie mila na desturi zetu tulipo. Mila na desturi zetu katika Uislamu, mila zetu kawaida pale tunamokaa mwingi ni kwamba hatuna mazoea ya mwanamume kuweka manywele makubwa. Mazoea yetu ni kwamba tunaweka nywele ndogo ndogo, mwanamke ndo anaweka nywele nyingi. Lakini mwanamume anaweka ndevu nyingi na anapunguza sharubu au anaondoa kabisa sharubu. Hayo ndo maumbile ya katika nywele. Sasa tujiepushe, mwanamke abakie na suna yake ya fitra ya kimaumbile, nywele asizipunguze wala asizikate, lakini aziache hivyo hivyo. Kinachotakiwa kuzitunza na kuzienzi na kuzihifadhi, zipendeze, ziwe vizuri basi. Na mwanamume anatakiwa ndevu aziwache, asizinyoe, asizipunguze, aziweke katika mazingira mazuri. Na sharubu asiziweke zikawa kubwa, sharubu zipunguzwe au ziondolewe kabisa kabisa. Hizo ni suna za kimaumbile kinatakiwa. Kwa hivyo ndani ya nyumba inatakiwa mwanamume abakie na sifa yake kama mwanamume na mwanamke abakie sifa yake kama mwanamke. Tusifanane, tusijifananishe na wengine katika hali hiyo. Lakini vile vile ngozi, leo
Leo ngozi hii watu wanachanja, sijui wanachoma, sijui wanachora michoro ambayo haifutiki tena. Mtu hata ukifanya vipi haifutiki. Utamkuta mtu amechorwa katika mwili wake, utafikiri gazeti amekuwa, michoro tofauti tofauti, mgongoni, kifuani, kwenye mikono. Yani balaa, mtindo mmoja. Haitakiwi kwa Muislamu. Suna ya kimaumbile ibaki ngozi kama ilivyo. Tumia mafuta yaliyokuwa ni halali kulainisha ngozi yako, kuweka ngozi yako vizuri, lakini sio kuichora michoro kama ambavyo vile watu wanafanya matatu, sio ndio mambo gani yanafanyika. Lakini vile vile katika sunna ya meno, meno nayo pia hayatakiwi meno kubadilishwa. Naona meno kubadilishwa, kuyachonga, au tukaweka meno ya dhahabu, kuweka meno ya fedha, haitakiwi. Meno yawe ni meno. Likitoka jino la mfupa, hilo alokujalia Mwenyezi Mungu, utakaoka jino lingine, jino la mfupa. Usiweke la dhahabu kama ni mwanamume. Mwanamke anaweza akaweka la dhahabu kama ni pambo, lakini mwanamume haruhusiwi kutumia dhahabu. Kwa hivyo asiweke jino la dhahabu, na kadhalika asiweke jino la fedha. Hivyo vitu vimehalalishwa kwa wake zetu, na sio sisi wanaume kuwa navyo vitu kama hivyo. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo vinajulikana kama hivi ni special, ni maalumu kwa wanawake, basi vibaki kwa wanawake. Ikiwa ni mavazi, ikiwa ni tabia, ikiwa ni vitu vya kimaumbile kama hivyo tulivyovitaja vyote, hatutakiwi kujibadilisha tukatoka katika maumbile tukaenda katika maumbile mengine ya kike au ya kiume. Jambo la mwisho kabisa ambalo nataka pia niligusie ni kwamba atamanni man la yahillu, hatutakiwi kutamani mambo ambayo si halali. Vitu ambavyo si halali hatutakiwi kuvitamani. Leo watu wanatamani, wanaume wanatamani mambo ya, wanatamani ile hadhi ya mwanamke, na mwanamke anatamani hadhi ya mwanamume. Hivi haitakiwi, lakini kila mmoja abaki alipowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wala tatamannu ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, yani msitamani vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewafadhalisha baadhi yenu juu ya wengine. Msitamani hivyo vitu, bakia na kile alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salama, yani ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitamani kitu, akasema hivi, yaghzu rijal wala yaghzu nisa wala nisfu min almirath. Yani alisema wanaume wanakwenda kupigana vita, wanapata faida nyingi huko kwenye vita, wanapata shahada, wanapata ngawira, wanapata, lakini sisi haturuhusiwi kwenda, hatuendi sisi kwenye vita. Kwa hivyo sisi tunakosa vile wanavyopata wanaume. Lakini pia wanaume wana hadhi wao, wanarithi mafungu mawili, sisi tunapata fungu moja, tunapata nusu ya fungu ambalo mwanamume anapata. Kwa hivyo lau na sisi tungekuwa na fungu sasa na wanaume. Yani alitamani vitu kama hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya hii, wala tatamanna ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, yani msitamani vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu juu ya wengine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majumba yetu anasema arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ndio wasimamizi wa maslahi ya wanawake katika majumba yetu. Wanaume ndio wasimamizi, lakini leo wanawake wanatamani wawe wao ndio wasimamizi. Yani hata kama ikitokezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia mwanamke ana uwezo mkubwa wa kimali, ana uwezo mkubwa wa kipato, bado kipato chake hakijamfanya kwamba yeye atake nafasi ya kuwa ndo muongozaji wa nyumba. Tayari yeye anamkontroli mume wake. Hilo halitakiwi. Wala tatamanna ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, musitamani yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha. Mwenyezi Mungu kampa cheo mwanamume awe msimamizi wa nyumba, awe msimamizi wa nyumba. Hata kama mwanamke atakuwa na kipato kikubwa, atakuwa na uwezo mkubwa, atoe heshima ya mumewe pale pale, na wala asitake kujikweza na kujikuza na kuanza sasa, yani ana control yale maamuzi, kila kitu ni yeye. Hili kwa kweli ni kosa kubwa tunalolifanya, na ninavunja heba ya nyumba ya Kiislamu. Nyumba ya Kiislamu mwanamume ndio kila kitu, ndio mwanzo. Haijakataza Uislamu kwamba mwanamke asifanye kazi moja kwa moja, lakini kama atachunga mipaka ya uke wake anaweza akafanya kazi. Haijakataza kwamba mwanamke asimiliki, na amiliki chochote atakachomiliki, lakini nafasi ya cheo cha mumewe ibakie pale pale, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu amempa kitu kikubwa cha uwezo mkubwa kuliko mumewe. Kwa hivyo hili ni jambo la mwisho ambalo nimeliona pia nilipenyeze katika maudhui hii yetu ya leo. Hadhihi wasail, njia zote hizi ambazo tumezizungumza, hizi zikiwa zitafanyiwa kazi vizuri, basi bila shaka itatupelekea kuwa na nyumba njema,
nyumba nzuri za Kiislamu, nyumba ambazo ndani yake Mwenyezi Mungu anatajwa kila wakati, ili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye atatutaja kama tunavyomtaja na kumkumbuka yeye, na sisi atatutaja na kutukumbuka vile vile. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhana ya mja wangu kwangu, vile anavyonidhania na mimi niko vile vile, akinidhania wema na mimi namdhania wema. Anasema wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi niko pamoja na yeye wakati wote atakaponikumbuka mja wangu, niko pamoja na yeye. Idha dhakarani fi nafsihi, anaponikumbuka mimi katika nafsi yake, basi anasema faadhkuruhu fi nafsi, na mimi nitamkumbuka katika nafsi yangu, katika dhati yangu. Lakini wa in dhakarani fi mala'in, lakini akinitaja mja wangu katika mala, katika mkusanyiko ya watu, basi dhakartuhu fi mala'in khairin minhu, na mimi nitamtaja, nitamkumbuka katika mkusanyiko uliokuwa bora kuliko wale unikumbuka yeye. Kwa hivyo inshallah tujalie, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumkumbuke Mwenyezi Mungu katika majumba yetu, ili Mwenyezi Mungu ayataje majumba yetu katika mikusanyiko iliyokuwa bora kuliko hii ambayo sisi tunamtaja Mola wetu. Inshallah kwa haya machache tukiwa tutafanyia kazi, inshallah yatatutengenezea nyumba zilizokuwa bora, na baada ya kuwa na nyumba zilizokuwa bora, nyumba hizi bora zitafanya kijiji bora, na baada ya kupata kijiji bora cha Kiislamu tutapata nchi bora ya Kiislamu. Kwa kutokana na nyumba hizi zilizokusanyika bora za Kiislamu, tutapata nchi nzima iliyokuwa ya Kiislamu. Inshallah Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa haya machache, ili tuweze kupata mafanikio, tuweze kupata radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani na huko tutakokwenda akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.